Tulipoishia 146 ni kwenye party ya Irami, na kule vijana wetu Hamza pamoja na Sally wameweza kufika huko, japo wameingia kwa utambulisho ambao sio tunaofahamu. Na baada ya Irami kuwaona hao marafiki zake wawili, alionyesha kufurahi sana, na wazazi walishangaa sana kuona kwamba Irami binti yao ana marafiki. Na tunafahamu ya kuwa Irami wazazi wake hawafahamu ni mtu mkubwa sana katika ulimwengu wa giza. Kwa hiyo kipi kitakachoendelea humo ndani baada ya Hamza pamoja na Sally kuingia humo, japo ni kwa utambulisho mwingine. Langu jina ni Lucas Lumbas, tunasonga mbele. Sasa Irami alivyoulizwa kwamba ulikutana nao wapi, akajibu ya kwamba nilikutana nao Faransa. Aliongea Irami pasipo kuelezea zaidi. Basi mfalme akasema kwamba ni vizuri sana kuona binti yangu mpendwa umeweza kutengeneza marafiki. Kwa hiyo ni jambo jema kama ututambulisha kwao. Basi mdau Hamza na Sally waliweza kusogea hadi upande huo. Irami alitoa tabasamu la furaha, kisha akasema kwamba welcome Fulan and Sally. Kabla ya kuwasili hapo, Sally tayari alishamwambia Irami kwamba wangetumia majina Fulan pamoja na Sally. Irami, happy birthday, aliongea Hamza akitoa saluti ya kifalme, jambo ambalo halikuwa shida kwake. Basi Sally naye akasema kwamba your highness, happy birthday, you are so beautiful today, aliongea Sally akimtakia baraka za dhati. Sally alikuwa na shukrani nyingi sana kwa Irami. Isitoshe ndiye aliyemwokoa kule kwenye jiji la Brazil na kumrudisha kisiwani. Sasa muda huo, mara baada ya mfalme na malikia kumuona Sally, walijikuta wakishangaa kwa macho yao. Ilikuwa mara ya kwanza kumuona msichana wa kizungu mwenye uzuri unaolingana na wa binti yao. Ukweli ni kwamba muda huo karibu wageni wote macho yao yalikuwa yakiwaangalia Sally na Irami. Irami alikuwa na nywele za kahawia zilizojikunja, huku Sally akiwa na nywele asili nyeupe rangi ya fedha zilizonyoka. Wanawake hao wawili walikuwa kama maua mawili yaliyoota kando ya chemchemi ya maji, wote kwa pamoja wakigombania umakini wa watu. Irami alikuwa akijulikana kama mwanamke mrembo sana wa dunia, hivyo watu wengi hawakushangaa. Isitoshe alikuwa mrithi wa kiti cha kifalme. Watu wengi walimfahamu kwa uzuri wake, na ni kama jambo ambalo lililotegemewa kwa princess wengi kuwa wazuri. Hata hivyo, mwanamke Sally aliwafanya watu wengi akili zao kuama na kujihisi wapo ndani ya ulimwengu wa ni kama kufikirika hivi, ni kama hawapo kwenye ulimwengu asili kabisa. Na asilimia kubwa ya waungwana waliokuwa hapo walitaka kujua asili ya Sally. Basi Irami aliitikia thank you, huku sasa akiwatambulisha Hamza na Sally kwa wazazi wake. Hamza akasema kwamba your majesty, Queen Margaret, it is an honor to meet you. Sasa huyo malikia ambaye ni Margaret akajibu ya kwamba karibuni, nyinyi ni marafiki zake Irami. Hatukujua mwanzo kama Irami alikuwa na marafiki, kwa hiyo unaona wewe ni kijana mwenye asili ya Afrika, si ndio? Aliongea Margaret. Lakini muda huo mfalme Louis alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa kidogo. Alijiuliza inakuwaje Irami akafahamiana na mwanaume wa Kiafrika. Swala lingine ni kwamba ingawa kijana huyu alionekana mtanashati, haiba yake bado ilikuwa mbali na wanawake wawili wanaomfahamu. Mdogo wangu na mimi tunatokea kabila moja, lakini sisi sio ndugu wa kuzaliwa, alijibu hivyo Hamza. Basi mfalme na malkia waliishia tu kutingisha vichwa vyao kuelewa. Waliona ndio maana Hamza na Sally hawakuwa kifanana. Hata hivyo hawakushangaa kwa sababu kulikuwa na watu wengi duniani waliokuwa na mchanganyiko wa wazungu na Waafrika, jambo ambalo halikushangaza sana. Sasa muda ule Margaret macho yake yalikuwa kwenye medali walizokuwa wamevaa Hamza na Sally shingoni. Kisha alikunja kidogo sura, akatabasamu na kuuliza kwamba kumbe nyie ni wa Danish. Hamza na Sally wakajibu kwamba ndio malkia. Walishia kutingisha vichwa vyao. Walikuwa wamevaa medali hizo shingoni kwa ajili ya kujitambulisha kabla hata ya kuingia ukumbini hapo. Mambo hayo ni vitu ambavyo Sally aliandaa mapema kwa ajili ya kuhakikisha wanapata wasifu wa uongo.
Ingawa medali hizo zinachukuliwa kama za bei ya juu sana na wanaovaa ni wale wenye vyao, ukweli ni kwamba zilitumika na yeyote tu mwenye uwezo wa kununua au mwenye mchango mkubwa kwa jamii. Hivyo matokeo yake, hata kama una hadhi ya chini, bado unaweza kutambulika kama muungwana. Hata hivyo, katika eneo hilo lililokuwa limejaa vigogo wengi, vyeo vyao vilionekana vya chini kiasi kwamba hawakushubukiwa kabisa na mabosi wengine. Hamza mwenyewe alijua wasifu ambao Sally alichagua ulikuwa wa hadhi ya chini sana, ndio maana ilalamika. Hata hivyo, kwa sababu alishafika, aliona haina haja, angalau aweze kushiriki na kuondoka. Basi Malkia aliuliza kwamba Irami, hawa marafiki zako wanatokea kwenye familia ya ukoo wa nani? Irami hakujua namna ya kujibu, lakini Sally pale pale alitoa majibu akasema kwamba Malkia, familia yetu sio kubwa sana, lazima utakuwa hujawahi kuisikia, haina hata haja ya kuitaja. Malkia akasema kwamba lakini mnajishughulisha na biashara gani? Basi Irami akasema kwamba mama, kwa nini unauliza maswali yana hiyo? Malkia akasema kwamba ni adimu sana kwako kuwa na marafiki, hivyo nataka angalau kuwafahamu. Aliongea kwa kicheka, kisha akasema kwamba au siruhusiwi kuuliza. Basi Irami alishia kumwangalia Hamza kwa muonekano wa radhi. Hakujua kama siku ya kwanza atakayowatambulisha marafiki zake wangekumbana na maswali ya aina hiyo. Tunafanya biashara nyingi za mambo madogo madogo, ila hatujabobea kwenye eneo lolote lile, alijibu Hamza kwa kawaida tu. Margaret akasema kwamba ni vizuri kuona mnajaribu kufanya kila kitu, lakini bado mnaonekana wadogo. Aliongea hivyo Malkia. Hata hivyo, mpaka hatua hiyo walishafikia hitimisho. Ndugu hao wawili walikuwa wanatokea familia za chini na wanaonekana wajanja sana mpaka kumtega binti yao ili kutengeneza urafiki. Waliona lazima walifanya makusudi ili kutumia urafiki wao na nyumba ya kifalme kujitengenezea connection. Isitoshe, walishaona sana wafanyabiashara wadogo waliokuwa wakijaribu kuwa na urafiki na watu wa nyumba ya kifalme. Hata hivyo, mbele ya Irami, Malkia na mfalme waliona waonyeshe hali ya kawaida pasipo kuonyesha dharau. Lakini bila shaka, baada ya hapo wasingeruhusiwa ama wasingemruhusu Irami tena kuwa na ukaribu na watu hao. Na hata muda huo hawakutaka kuendelea kusimama nao, hivyo mfalme alichukua jukumu la kuwafukuza. Basi akasema kwamba Safulen, Countess Sally, asanteni sana kwa kuja kusherehekea siku ya binti yetu. Mnaweza kusogea mpaka kwenye meza na kuonja chakula tulichoandalia. Wapishi wetu wameweka juhudi kubwa. Aliongea hivyo mfalme. Ilionekana kama maneno ya upole na ukarimu, lakini yaliashiria kwamba maongezi baina yao yameisha. Hivyo walipaswa kufanya wanachojisikia mpaka sherehe kuisha. Sasa muda ule Malkia Margaret alimshika mkono Irami na kisha akasema kwamba darling, Prince amekuandalia zawadi. Prince William amekuandalia zawadi, tena zawadi maalum tu kwa ajili ya siku yako ya kuzaliwa. Twende tukaiangalie. Mara baada ya Irami kusikia hivyo, alionyesha hali ya kutokutaka na alishia kuongea kinyonge akasema kwamba lakini mimi sijaongea hata kidogo na marafiki zangu. Mimi nataka kuonyesha mazingira. Malkia akasema kwamba kuhusu hilo wahudumu wetu watalishughulikia. Twende tusimwangushe Prince Willy. Mara baada ya kuongea hivyo, pale pale Malkia na mfalme walimchukua Irami na kwenda naye eneo la nje ya bustani. Muda wa kuondoka, Irami aliishia kumuonyesha Hamza sura ya kumwomba radhi. Hamza hakuonekana kujali hata kidogo. Aliishia kumpungia mkono akimpa ishara ya kuondoka. Mara baada ya kuondoka, Sally muonekano wake uligeuka na kuwa wa ukauzu, kisha pale pale akasema kwamba bro, wanaonekana wanakudharau. Sally hakujali kudharaulika, lakini alichukia kuona watu hao walimdharau Hamza. Hata kama sio waziwazi, bado alihisi dharau zao. Sasa Hamza alishia kutingisha kichwa chake tu na kusema kwamba Sally, kwa vyote tulivyokuwa navyo, mfalme atatuonyeshia vipi heshima ya kutunyenyekea? Sisi sio wafanyabiashara wakubwa wala hatuna hadhi ya kifamilia. Kitendo cha wafalme kutufukuza hapa kinaonyesha ni kwa kiasi gani ni wavumilivu kwa ajili tu ya Irami. Yaani mimi kama ningejua haya, bora hata ningeandaa vyao vya juu kidogo. Usijali bwana. Tungejitengenezea tu usumbufu. Afistoshe. Kuwa na heshima na bado majina yetu yafahamiki ingeleta matatizo katika kujielezea. Bro, unaonaje tukiondoka tu? Aliongea Sally ambaye hakutaka kumuona Hamza kinyanyasika. Sally,
Kwa nini una hasira za karibu namna hiyo? Hakuna haja ukasirishwa na jambo dogo namna hii. Tupo hapa kusherehekea siku ya kuzaliwa ya Irami. Angalau tusubiri mpaka muda wa chakula upite na wakati wa kukata keki. Afu isitoshe, zawadi yake ya siku ya kuzaliwa haijafika bado. Mimi hata sijali kudharauliwa bwana. Ila mimi sipendi tu kuona watu wakikudharau. Lakini sio kama mnidharau mimi, ila wanadharau cheo chetu. Bro, sasa hivi mimi nahisi kadri ambavyo umekuwa na nguvu, umekuwa na utulivu wa akili mno. Kama ni zamani, na hakika ungeshamshikisha adabu huyo mfalme. Upo sahihi. Labda nishazeeka na sitaki kuleta matatizo kwenye vitu vidogo vidogo. Hebu tuache nayo bwana. Njoo tuonje vyakula vyao. Basi wawili hao walisogelea meza na Hamza alichagua sahani ya nyama ya paa na samaki aina ya heringi. Kisha akaanza kula kwa kupaka chakula na rorish aina fulani hivi ya kachumbari kama achari hivi. Sally upande wake hakuwa na hamu ya kula. Alishia kuchukua glasi ya mvinyo na kunywa taratibu akimwangalia Hamza akila. Kulikuwa na vijana 4 au 5 hivyo kitajiri ambao walijaribu kuanzisha maongezi na Sally, lakini hawakujibiwa kabisa. Vijana hao walikuwa na majigambo sana. Mara baada ya kuona mrembo kama huyo hakutaka kuongea nao, na wenyewe hawakutaka kujifanya wajinga. Ni muda huo wageni hao walionekana ni kama watu waliokuwa wakijadiliana jambo fulani. Wakati huo walitembea kusogelea eneo pana nje ambalo lilikuwa na bustani ya kupendeza. Inaonekana hiyo zawadi aliyoleta Princess Willy ni nzuri mno. Naona watu wengi wanataka kuiona. Aliongea Hamza kitabasamu huku sasa kitafuna nyama. Haya ni mambo ya kidunia tu. Hayana maana yoyote hata kuangalia. Wewe umekuja kote huko kushiriki sherehe ya watu. Kwa nini umenuna kiasi hicho? Kama uvutiwi, nini kitakuvutia sasa? Katika mazingira kama haya, hutaki kujifanya mtu mzima. Wewe jitoe tu ufahamu. Uendelee na mazingira. Hebu twende tukaangalie na sisi. Hamza hakujali Sally alikuwa anataka au hataki. Alishia kumshika mkono na kumvuta kwenda nje. Hali ya furaha ilionekana machoni mwa Sally kwa namna alivyoshikiliwa mkono. Walipotembea na kufika nje eneo hilo, waliweza kusikia sauti ya injini ya gari lililokuwa na ngurumo ya kuvutia masikio. Pale pale waliweza kushuhudia gari aina ya sport car rangi ya blue iliyokuwa ikivutia mno kwa kuangalia kwa macho. Imesimama tu kwenye barabara katikati ya bustani. Muda huo Mfalme Louis na Malkia Margaret walikuwa pembeni pamoja na Irami, wakiangalia kila kitu. Kulikuwa na mwanaume kijana hivi mwenye nywele za brown aliyevalia suti ambaye alionekana akiwapa maelezo. Alisema kwamba Irami, nimetengeneza hii gari aina ya Spiker kwa ajili yako na imenichukua nusu mwaka mzima kuiandaa kabla ya siku yako ya kuzaliwa. Hii gari ni ya pekee dunia nzima. Kiangalia mbele kuna ishara ya nembo inayowakilisha ufalme wa nchi yako, na nyuma ya gari ni nembo ya ufalme wa nchi yangu. Irami alisikiliza maelezo hayo huku sasa akili yake ikiwa haipo hapo, na aliishia kulazimisha tu tabasamu. Sasa mfalme akasema kwamba hii Spiker ni nzuri mno. Prince Will, umefikiria vema juu ya zawadi hii. Basi Prince Will akasema kwamba mfalme, wazazi wangu wanatumaini ushirikiano wa ndoa yetu utaziunganisha falme zote mbili na kuwa na urafiki wa kudumu milele, kustawi pamoja ili kunufaisha pande zote za nchi zetu. Ingawa gari hili limetengenezwa nchini kwetu, lakini ukiangalia hii nembo ya nchi hii pamoja na malighafi zote zilizotumika kwenye mapambo zimetoka hapa nchini. Baada ya Prince Will kuongea hivyo, mfalme akasema kwamba kumbe inaonekana gari hii limebeba maana kubwa sana. Basi Irami upande wake alikuwa na muonekano wa mshangao tu. Alishtuka akasema kwamba nini? Ndoa? Basi muda ule Malkia Margaret alishia kumshika mkono binti yake na kumnongoneza akasema kwamba mtoto, tayari umeshafikisha miaka 25. Bado unataka kuishi mwenyewe tu, Willy amekuwa akitamani kuwa na wewe na kukufukuzia kwa zaidi ya miaka 7 sasa. Unapaswa kumpa nafasi. Mara ya mwisho hukumpenda Frederick kwa sababu tu hukumfahamu vizuri. Ulivyokimbia nyumbani hatukukulaumu, lakini awamu hii Willy ni mtu ambaye umefahamiana naye tokea udogoni. Unamjua vizuri tabia yake na ni msomi wa sheria na uchumi. Unapaswa kushukuru kuwa na kijana mdogo kama huyo ambaye ameweza kusimamia vyema uchumi wa nchi yake akiwa na umri mdogo tu.
Hiram akasema kwamba hapana mama, Willy ni mwanaume mzuri ndio, lakini sitaki kuolewa bado. Kwa nini nisichague mwanaume ninayempenda? Margaret akasema kwamba mtoto, wewe ni princess na ndoa yako sio hiari yako. Isitoshe mara nyingi unajifungia tu. Utampata wapi huyo mtu atakaye kupenda ama utakayempenda wewe? Basi mfalme akasema kwamba mtoto, hebu acha kuleta utukutu basi. Ndoa yako ni ya kifalme. Kwa nini iwe maamuzi yako mwenyewe? Mimi na mama yako pia tulikutanishwa na kufungishwa ndoa na wazazi wetu. Unapaswa kuamini kila tunachofanya ni kwa ajili yako. Isitoshe tunaiona nia dhati ya Willy kwako. Tumepanga kutangaza leo hii juu ya uchumba wenu. Baada ya hapo mtakuwa pamoja. Mimi na uhakika ndani ya mwaka utakuwa na hiari mwenyewe ya kuolewa na Willy. Baada ya mfalme kuongea hivyo, muda huo Willy kijana handsome alisogea na kisha akasema kwamba Hiram, mimi nipo tayari kusubiri. Iwe miaka 2 au 3 naweza kusubiri. Ni matumaini yangu utakuja kunipa nafasi na nitaitumia vizuri. Hiram akasema hapana Willy, nashukuru sana kwa ukaribu wako lakini tayari. Kabla ya Hiram kumaliza sentensi yake pale Willy alipiga magoti chini na kisha akatoa kibox cha kuhifadhia vitu. Alifungua kibox kile na pale pete kubwa ya almasi ilionekana ndani yake. Ilikuwa ni pete yenye almasi ya ukubwa wa karati kama 10 hivi. Na kutokana na uzuri wake iliwavutia watu wengi. Ingawa kila mtu bado hakuwa amesikia alichopaswa kusikia, kupitia matendo ya Willy pekee ilionyesha tayari wanaelewa kinachoendelea. Halikuwa jambo la kushangaza kuona watu wa falme mbili wakihusiana. Isitoshe kwa swala kama la Prince Willy kuonyesha nia ya ndoa kwa mwanamke mrembo kama Hiram, isingewashangaza sana. Basi Willy akasema kwamba Hiram, please be my girlfriend and be my wife in the future. I love you. Maneno ya mtongozo wa Prince Willy yalifikia watu wengi. Ghafla tu wageni waalikwa wengi walijikuta wakianza kupiga makofi na kushangilia, wakimtaka Hiram kukubali ombi hilo la dhati. Mara baada ya kuona hilo, Hamza ambaye alikuwa ametoka na sahani mkononi alijikuta akiweka kipande cha nyama kwenye sahani, huku hisia zake zikiwa mchanganyiko. Sali macho yake yalichanua huku sasa kimwangalia Hamza. Kisha pale akasema kwamba should we kill him? Akimaanisha kwamba au tumuue. Hamza kusikia kauli hiyo alijikuta akishangaa kwa muda na kuishia kukunja sura, akasema kwamba kumuua nani? Sali alishia kumwangalia Willy kwa namna ya kumjibu Hamza. Hamza kidogo tu adondosha sahani iliyokuwa mikononi mwake, akishindwa kujua acheke ama alie. We mtoto, kwa nini tumuue? Lakini bro, stari unampenda Prince Hiram yamo? Yule jamaa anaonekana kabisa kushindana na wewe kwa ajili tu ya mwanamke. Aliongea Sally, lakini muda huo maneno yake yalikuwa na uchungu. No, haiwezi kwa hivyo. Mimi na Hiram ni marafiki na ni makomredi. Fraza ma princess na ma prince ni kama hadithi za kufurahisha hisia. Sisi tupo hapa kwa ajili ya sherehe ya rafiki yetu. Tusije kuleta tu matatizo. Kwenye moyo wa Hamza alikuwa nusu. Yaani nusu kawaida, nusu kutokuwa kawaida. Lakini alijua kwa hakika uamuzi gani alipaswa kuchukua. Aliona angekuwa binafsi kama angemfanya Prince, msichana mpole aliyejaliwa ukarimu, kuingia kwenye msururu wa matatizo yake. Aliona kwa yeye kuwa malkia wa taifa na kuwa mama wa watoto na familia ndio kitu bora zaidi kwake. Kama akimfuata yeye na kuingia kwenye vita yake, kuna uwezekano wote wakapoteza maisha. Na swala kubwa ni kwamba hatakuwa na uwezo wa kumpa Hiram cheo cha kuitwa mke wa fulani. Swala hilo lingekuwa zito sana kwa princess, na zaidi kwa baba na mama yake. Ingekuwa gumu kwao kukubaliana. Sasa Hamza kwake aliona ya kwamba iwe ni Hiram kama Hiram au kama President Heir, pengine kwao kuwa marafiki pekee ndio mwisho mzuri. Mara baada ya kusikia maneno ya Hamza, Sally aliishia kutingisha kichwa chake kukubali na akaongea neno lingine. Basi bwana, muda huo Hiram alikuwa akilazimishwa na kundi kubwa la watu na kufanya iwe ngumu kwake kujua cha kufanya. Kama angemkataa Willy, angemfanya kijana huyo kuwa kituko kwenye ulimwengu wa kifalme, na kubwa zaidi ingetia doa ufalme wake. Hata hivyo, hakuwa na hisia zozote za kimapenzi kwa Prince Willy. Alikuwa akimjua tu kama binadamu wenzake. Hiram alijikuta akiwa katika wakati mgumu. Ingawa alikuwa na mipango yake ya pembeni, vile alikuwa na wajibu kuitumikia familia yake. Hakutaka kujaribu heshima ya Willy pia.
Ilikuwa wazi kwamba Willy pia alikuwa amejiandaa vyema kwa swala hilo, akiamini ni ngumu kwa Iram kukataa ombi la uchumba wake kwenye mazingira kama hayo. Iram aliishia kumwangalia Hamza aliyekuwa karibu na eneo hilo. Awamu hiyo isingekuwa kama mara ya kwanza kule nchini Tanzania, kumkimbilia Hamza na kumkumbatia na kumpa busu na kumwambia nampenda, kwa sababu alijua kama angefanya hivyo muda huo ingekuwa sawa na kutangaza umma maamuzi yake ni yapi. Yaani ni kama kutangazia umma kwamba yeye anachokitaka ni kipi. Lakini vile vile hakujua muda huo Hamza anafikiria nini. Sasa muda ule wakati Iram akiwa katika mateso kufanya maamuzi, ghafla tu purukushani zilianza kusikika zikitokea nje eneo hilo. Basi kelele zikisema kwamba Your Majesty, tupisheni tunataka kuingia. Sisi ni waandishi wa habari, tuna wajibu kwa raia bwana. Tuna haki ya kufanya mahojiano na wewe. Basi kwa kuna kelele za kutosha sana kwamba huna haki ya kuzuia uhuru wa vyombo vya habari, wewe tupishe tuingie. Sasa muda huo kulikuwa na kundi kubwa la waandishi wa habari wa kike na wa kiume wakiwa wamevamia eneo hilo pasipo ruhusa ya walinzi. Kuona vile, wanajeshi wa mfalme mara moja walikimbia na kuwakinga waandishi wale wa habari kwa mbele, kuwazuia kufikia familia ya kifalme. Kutokana na purukushani hiyo ghafla, ombi la uchumba la Willy na lenyewe liliingiliwa. Iram muda huo alishia kumgeukia baba yake na kisha akauliza kwamba baba, ni juu ya lile swala? Mara baada ya kuona kundi hilo la waandishi wa habari, Mfalme Louis alijikuta akihisi maumivu ya kichwa. Alishia tu kuongea akasema kwamba kaeni nyuma yangu, nitadili na hili swala. Mara baada ya Prince Willy kuona jambo hilo, hali ya ishara ya hasira ilionekana machoni mwake. Hata hivyo alishia kusimama na kuungana na Iram huku akiongea kwamba Iram, sitokatia tamaa. Iram alijifanyisha hajasikia chochote na aliendelea kuangalia waandishi wa habari. Sasa muda huo mmoja wa waandishi wa habari wa kike aliinua mkono wake juu huku akiongea kwa sauti akisema kwamba Your Majesty King Louis, mimi ni ripota kutoka kituo cha habari cha Daily Nation News. Naomba kujua kama raia wetu wawili wanaoshikiliwa na magaidi wa Lens wameokolewa. Mfalme akajibu ya kwamba ofisi zetu kuu za usalama zipo kwenye mawasiliano na serikali ya Marekani ili kuomba msaada katika kuandaa mpango wa kuokoa. Kwa tafadhali kuweni na subira na tusiwakatie tamaa wenzetu hawa waliokwama. Basi mwanamume mmoja akauliza kwamba Your Majesty, mimi ni mwandishi kutoka kituo cha habari cha Reuters. Kati ya mateka wawili walioshikiliwa na magaidi ni maprofesa wa Lily Academy na wapo hatarini kupoteza uhai wao muda wote. Lakini huoni aibu wewe na Malkia kusherehekea sherehe ya Prince na kufurahi katika wakati kama huu? Muda huo Mfalme Louis alikuwa amekakamaa mwili kwa sababu swali hilo lilikuwa kali. Sasa muda ule Malkia Margaret alichukua nafasi ya kujibu swali hilo akasema kwamba hii sherehe iliandaliwa miezi 3 iliyopita na pia hatukutegemea baadhi ya raia wetu watakumbwa na tukio la ugaidi na kushikiliwa kama mateka mwanzoni mwa mwezi huo. Kwa hiyo tumekuwa na wasiwasi mkuu juu ya usalama wao muda wote. Kwa hiyo tafadhali ndugu waandishi, mnapaswa tu kutuamini, tunafanya kila liwezekanalo kuokoa mateka, lakini kwa wakati mmoja sisi pia ni wazazi, tunapaswa kusherehekea siku ya kuzaliwa ya binti yetu. Msikilizaji, ingawa maneno ya Malkia yalijaa hali ya upole na huruma, bado waandishi ni kama hawakuyanunua na maswali yaliendelea. Hamza aliyekuwa nyuma alikuwa akimuuliza Sally juu ya swala hilo maana hakuwa naelewa nalo. Pale aliweza kufahamu kwamba mwanzoni mwa mwezi kulikuwa na maprofesa wawili wa Kiswedish waliokuwa katika kambi ya utafiti maalum ndani ya ukanda wa peninsula ya Kiarabu. Lakini matokeo yake kituo cha utafiti kilishambuliwa na kundi la kigaidi la Lens na kuchukuliwa mateka. Kundi hilo la kigaidi kwa muda mrefu lilikuwa kwenye mgogoro mkubwa sana na serikali kuu. Katika kipindi cha miezi 6 tu walikuwa wameua raia 100 na kusababisha dunia kuwa katika machafuko. Sasa kwa Mfalme Louis ambaye nchi yake ilikuwa kaskazini mwa Ulaya, nchi yenye watu wachache na uwekezaji mdogo kwenye jeshi, ilikuwa ni ngumu kwao kutoa msaada wa uokozi. Kwa nchi kama hiyo, kutuma kikosi maalum cha uokozi katika miliki hiyo ya mbwa mwitu ilikuwa ni rahisi kuongea kuliko kutekeleza. Sasa eneo hilo lilikuwa ni hatarishi kwa mtu yeyote anapotekwa na kuingizwa. Na mara nyingi serikali zilizoendelea zilishindwa kufanya lolote. Isitoshe, nchi hizo zingeshambulia eneo hilo kama kungekuwa na maslahi. Lakini kwa sababu hakukuwa na chochote cha kuwavutia, waliishia kuangalia tu. Hata kama wakipokea maombi ya kutoa msaada wa uokozi, wangetoa visingizio vingi ili kuvuta muda. Labda vinginevyo wakiwa hawana jinsi kabisa ndio wangetuma wanajeshi. Lakini kwa vyovyote vile hawatakuwa raia wao.
Ingawa nchi yake ilikuwa tajiri kiasi cha kukodi hata masenari, bado jeshi lake lilikuwa dhaifu kulinda watu wake. Isitoshe, kwa masenari kuna mambo mengi yasiyotabirika. Kama wakifeli na kushindwa kuokoa mateka na kusababisha mateka wakapoteza uhai, moja kwa moja atakayetupiwa lawama ni uongozi. Sasa Mfalme Louis hakutaka sana kujali kuhusu mambo hayo. Isitoshe, hakuwa na madaraka kamili, yeye alikuwa mfalme kwa jina tu. Mambo hayo yalikuwa ni wajibu wa serikali. Hata hivyo, yeye alikuwa ni mfalme na kufanya sherehe ya kuzaliwa kwa binti yake katika muda kama huo lilikuwa ni jambo gumu kukubalika kwa raia. Isitoshe, ndio wao wanaotoa kodi na kufanya mfalme huyo aishi maisha ya kifahari. Basi maswali yakiendelea, kauliza kwamba Your Majesty, hata kama sherehe hii ilipangwa miezi mitatu kabla, singekuwa tu vyema kama ingesogezwa mbele au kucheleweshwa? Mwingine akauliza kwamba Malkia, naomba kuuliza gharama za sherehe hii, na je, ni nani anayezilipia kama sio kodi za wananchi? Mara baada ya waandishi kuona familia hiyo ndio wenye makosa, hawakutaka kabisa kuachia hivi hivi. Asilimia kubwa ya vigogo waalikwa walijisogeza mbali, wakijizuia kuonyesha sura zao kwenye kamera. Sasa mfalme na mke wake waliishia kuzuia hasira zao mioyoni. Kwa mtazamo wao, swala la kuokoa mateka lilikuwa halina uhusiano wowote na sherehe hiyo. Hata hivyo, walikuwa ni sehemu ya serikali na nchi hiyo. Ikiwa swala lolote linahusiana na masuala ya kitaifa, basi wao pia lazima wahusishwe. Haikujalisha ni kwa namna gani walihisi kukosewa, waliona wavumilie, kwa sababu mambo ya kibumbuluka watadharauliwa na taifa zima. Kama mtu akitaka kuvaa taji, basi na awe tayari kukubali uzito wake. Hiyo ndio moja ya gharama ambazo kiongozi wa juu wa nchi anapaswa kuvumilia. Ingawa walikuwa na uhakika kundi hilo la waandishi wa habari lilikuwa limeandaliwa na mtu kwa ajili ya kuwaletea matatizo, bado waliona wavumilie. Wasingelazimisha walinzi kufukuza waandishi hao. Ingawa walikuwa na haki hiyo, bado ingewasababishia matatizo mengi zaidi. Mbaya zaidi, muda huo kamera, iwe za simu au kamera maalum, zilikuwa zikirekodi kila kitu kilichokuwa kikiendelea hapo. Wakati ule mfalme akihisi mwenye kuishiwa na maneno, Hiram ambaye alikuwa amesimama nyuma muda wote, mara tu alisogea na kusimama mbele ya kamera. Hiram ambaye siku zote alikuwa na aibu, mara baada ya kumulikwa na kamera, aliingiwa na aibu kidogo. Kulikuwa na hali ya kukosa kujiamini kwenye macho yake. Hata hivyo, aliishia kung'ata meno yake na kukunja mikono ngumi, kisha hali ya kimaamuzi ikaonekana kwenye macho yake. Na kwa kishujaa akawakabili waandishi wale na kufanya hali ya hewa kutulia kidogo. Haikuwa tu kwa waandishi wa habari waliokuwa wakimwangalia Hiram kwa hali ya kuchanganyikiwa, bali pia wageni, mfalme na mke wake pamoja na Prince Will, wote walikuwa katika hali ya kushangaa. Isitoshe, Princess Hiram alikuwa maarufu kwa aibu. Kwa nini ameamua leo hii kuchukua hatua na kujionyesha mbele ya kamera? Lakini haikujalisha. Waandishi hao wa habari walijua wazi hilo ni tukio muhimu sana, hivyo makini wao wote uliwageukia Hiram. Sasa ripota wa Daily Nation News aliuliza ya kwamba, Your Highness, je, una la kuongea lolote juu ya sherehe hii ya kuzaliwa kwako? Unadhani ni sahihi kusherehekea kuzaliwa kwako wakati kuna raia wenzetu wakiwa mateka? Mara baada ya kuvuta pumzi ndefu, pale Hiram akasema kwamba tafadhali msiwalaumu wazazi wangu. Haya yote kutokana na mimi kuwalazimisha kunifanyia sherehe. Hawakutaka kabisa kufanya hii sherehe, lakini ni mimi niliolazimisha. Naomba radhi kwa raia wote. Sikutambua hisia mlizokuwa nazo. Naomba mnisamehe. I'm sorry. Aliongea Hiram sasa akiinamisha kichwa chake kama ishara ya kuomba mbele ya kamera. Mara baada ya kuona jambo hilo, wazazi wake walijikuta wakishikwa na mshtuko. Siku zote hizo Hiram alikuwa msichana aliyependelea kujificha katika ulinzi wa wazazi wake. Hawajawahi kumuona binti yao akiwa na ushujaa wa aina hiyo. Hawakuamini kama ameamua kutokea mbele na kisha kubeba lawama zote kwa ajili ya kulinda taswira za wazazi wake. Hasa kitendo alichofanya kinaweza kumsababishia hadhi yake kushuka au kuathirika. Ni swala ambalo si la mzaha. Kundi hilo la waandishi wa habari hawakuwa watoto wa miaka mitatu, hivyo waliendelea na maswali yao. Mmoja akauliza kwamba, Princess, unajaribu kumsafisha mfalme? Mwingine akauliza kwamba, Princess, unadhani ni sahihi kwa mfalme kukubaliana na ombi lako katika wakati kama huu? Basi mara baada ya kukumbwa na maswali mfululizo kutoka kwa waandishi wa habari, Hiram alianza kushindwa kujua cha kufanya. Alichokuwa akitaka ni kusaidia wazazi wake mara moja, lakini hakutegemea kama waandishi hao wangejua hila yake.
Lakini muda huo huo kulikuwa na mtu aliyemsogelea. Kila mmoja alijikuta akishangaa kwa kutokuelewa kusogea kwa mtu huyo. Hali ya tumaini ilijitokeza katika macho ya Irami. Alihisi ni kama mzigo mzito aliokuwa amebeba ukimpungukia. Hatimaye aliona angalau kuna mtu anaweza kumtegemea kwenye swala hilo. Hata hivyo, kutokea ghafla kwa bwana mwenye kuchanganya rangi ya Kiafrika na Kizungu moja kwa moja kulishangaza watu wengi. Lakini vile vile kulikuwa na hali ya dharau na kutahayari kwenye sura zao. Mfalme na mke wake walikosa utulivu na kuhisi hofu. Upande mwingine, Prince Will alianza kuonyesha hali ya uhasama. Hamza muda huo alionyesha hali ya uchungu moyoni. Mwanzoni alipanga kushiriki kwenye sherehe hiyo kikawaida, lakini muda huo hakuwa na jinsi zaidi ya kujitokeza. Vinginevyo, tukio hilo la sherehe ya kuzaliwa kwa Irami lingeharibika. Hakutaka sherehe hiyo kuisha kwa majonzi, lakini bado Princess Irami alikuwa na cheo kizito cha gwiji heir. Hata hivyo, alikuwa princess mpole. Aliona kabisa ni ngumu kwa mwanamke huyo kutenganisha hadhi zake zote mbili kwa wakati mmoja. Sasa mwandishi wa habari mara moja alitupia swali akauliza kwamba who are you? Mimi rafiki yake Princess Irami. Jina langu naitwa Fulan. Kwa sababu princess hatokei mara nyingi mbele ya vyombo vya habari na pia ni mtu mwenye aibu kidogo, nimepatwa na wasiwasi mnaweza kutokuelewa nia yake. Hivyo nikaona ni vizuri kumsaidia kutangaza jambo. Kundi hilo la waandishi wa habari waliangaliana. Hata wageni waalikwa walionekana ni kama kushangaa vile, wakishindwa kung'amua kinachoendelea. Sasa mwandishi wa kike kauliza kwamba ni kuhusu nini Mr. Fulan? Hamza aliinua sura yake akiangalia upande wa uelekeo wa jua. Kisha akasema kwamba imebaki masaa mawili tu kabla ya machweo. Princess alishaniambia kwa siri kabla giza lijaingia mateka wote wa Uswidi watakuwa wameokolewa. Sekunde maneno hayo yalivyotamkwa, kadamnasi yote ililipuka kwa mshangao. Mfalme na mke wake pia walikuwa katika mshangao. Hawakuelewa Hamza alikuwa akiongea nini. Sasa muda huo kadamnasi hiyo pamoja na manobo wengine waliangalia jambo hilo kwa kuvutiwa, huku sasa wakifikiria kwa wakati mmoja. Lazima kuna nyaya zimekatika kwenye kichwa cha bwana huyo mwenye muonekano wa daraja la chini. Sasa Irami aliishia kushangaa pia. Alipepesa macho yake akifikiria juu ya jambo hilo, lakini hakuongea. Sasa Prince Will akasema kwamba wewe ni nani na una haki gani ya kuongea kwa niaba ya Irami? Princess, usimzingatie huyu kichaa. Aliongea Prince Will ambaye alisogea mbele wakati huo akiwa hajaridhika kabisa. Sasa Princess akasema kwamba nimeongea kweli, nimemwambia Sir Fulan mateka wote wataokolewa. Ni muda huo waandishi hawa wa habari damu zilianza kuachemka. Sasa kundi hilo la waandishi wa habari waliendelea kuuliza maswali yao kwa fujo, wakasema kwamba Your Highness, naweza kujua kwa nini au tayari kuna nguvu ilishaandaliwa kwa ajili ya kuingilia swala hili? Irami alishia kuinamisha kichwa chake chini, akishindwa kukabiliana na maswali, na alishia kumwangalia Hamza kwa kuomba msaada. Ni kwamba Princess Irami amebarikiwa mno na mbingu. Ni malaika aliyeingia kwenye sayari yetu hii, na sherehe yake ya kuzaliwa imepokea baraka nyingi sana kutoka mbinguni. Hivyo baraka hizi zinakwenda kuwafaidisha watu wa nchi hii ya Uswidi, na moja kwa moja mateka wote watakuwa huru. Princess Irami kaniambia anaona kabisa mateka wote wawili wakiwa huru kabla ya giza kuingia kwa nguvu za kimalaika. Mradi wawe hai, basi mpaka giza linaingia watakuwa wamekwisha kuokolewa. Sekunde maneno hayo yaliposikiwa, waandishi wa habari walihisi akili zao zikitukanwa kwa tusi zito mno. Baadhi ya wageni walishindwa kujizuia na kuangua kicheko, wakihisi wameona kichawa pekee. Hamza hata hivyo hakujali kuchekwa wala kuangaliwa kwa dharau. Akaambia kwamba Sir Fulan, tafadhali usiendelee kuongea. Lakini nani angefikiri Irami naye angemuunga mkono? Sasa Irami akasema kwamba ndio, nimeongea kweli. Nilimwambia Sir Fulan kwa sababu mimi ni malaika niliyeshushwa kwenye ulimwengu huu na ni siku yangu ya kuzaliwa, hivyo nitalinda raia. Irami mara baada ya kuongea hivyo alishindwa kujizuia na kuhisi aibu nyingi. Hamza naye aliishia kucheka, huku wakati huo huo akimpa Irami ishara ya dole gumba. Sasa Malkia Margaret akasema kwamba darling, una matatizo gani? Hivi unajua unachoongea? Aliongea Malkia
akihisi binti yake alikuwa amesharogwa. Kundi hilo la waandishi wa habari walihisi pia walikuwa wakichezewa akili na walianza kumuuliza Airam kama kichaa ni kwa namna gani angeokoa mateka. Ase, jamani, kwani mna wasiwasi gani mwingi wa hiyo? Simsubiri mpaka hayo masaa mawili yaishe muone kile kitakachotokea. Kwa vyote vile mmerekodi kila kitu kilichoongelewa hapa. Msiniambie mnaona princess ni kama hana akili. Basi mara baada ya waandishi wa habari kusikia maneno ya Hamza kwa hali ya kujiamini, walijikuta wakishangaa. Wakasema kwamba okay, kama ni hivyo tutakaa hapa na kusubiri. Ni matumaini yetu kuona princess anatimiza ahadi yake. Basi kundi hilo la waandishi wa habari wote walikaa chini kwenye bustani wakikataa kabisa kuondoka. Mfalme Louis alihisi moyo wake unakwenda kudondoka. Aliishia kutembea mbele ya Hamza na kisha akaongea kwa sauti ya chini akasema kwamba Safulin, what the hell are you doing? Hamza akajibu ya kwamba mfalme, mimi nimeshaongea tayari kile alichoniambia princess. Sasa princess naye akasema kwamba ndio baba, hivyo ndivyo nilivyoongea. Sasa muda huo Prince Willy naye alisogea mbele na kisha kwa kujivuta sana akauliza kwamba Airam, huyu ni nani na kwa nini aongea kwa niaba yako? Airam alishia kumshika Hamza mkono na kisha akasema ya kwamba he is my best friend, naondoka naye kutembea. Mara baada ya kuongea hivyo, Airam alimvuta Hamza na kuelekea kando ya ziwa, upande mwingine kabisa wa bustani. Mfalme na Prince Will pamoja na watu wengine walishia kumwangalia Airam na Hamza wakiondoka pasipo kujua cha kufanya. Hata hivyo walikuwa na aibu kuuliza maswali mengi zaidi. Prince Will mara baada ya kuona Hamza na Airam walivyoshikana mikono, alitamani kuona ziwa la moto na kuruka ingie ndani kwa wivu. Kuhusu waandishi wa habari, kutokana na kuwa na ushahidi wa video kwenye kamera zao, hawakuwa na hofu kabisa, waliishia kunywa maji na juisi zao pamoja na mikate waliokuwa nayo. Sasa muda huo kila mmoja alikuwa na mawazo tofauti kabisa namna watakavyoandika habari hiyo. Wengine wakifikiria vichwa vya habari kama princess ageuka kichaa, familia ya kifalme ageuka kituko kwa wananchi. Kwa hiyo mara baada ya Hamza kufika upande mwingine wa ziwa, Sally aliyekuwa amejificha kando ya mti alijitokeza mbele yao, kisha aliweka mbali simu aliyoshikilia mkononi na kumuonyeshia Hamza ishara akisema kwamba bro, juu ya swala hili ulilohitaji tayari lishafanywa kazi. Hamza mara baada ya kusikia kauli ya Sally aliishia kutingisha kichwa na kusema kwamba tutembeni kuzunguka ziwa kuvuta muda. Airam akauliza kwamba Hamza, umetumwa na jeshi wako wa Barhams ama? Ndio, upande wa Arabuni. Ezo ana uzoefu mkubwa sana, ingawa sijawahi kusikia kundi la kigaidi la Lens, ila nadhani haliwezi kuwa tatizo kwake. Alongevu Hamza akiwa na tabasamu. Sasa Sally akasema ya kwamba ni magaidi waliostaafu jeshi ambao wanategemea silaha kutoka kwa wafadhili ili kuonekana kama wanapigania dini. Ni kundi la watu waoga. Kama Barham akiingilia moja kwa moja watakimbia bila hata kurudisha mashambulizi. Isitoshe kiongozi wake anaogopa kifo mno. Oh, kumbe kama hivyo ni vizuri. Wasisahau tu kuambia mateka wameokolewa na malaika. Aliongea Hamza kitabasamu. Sally akasema kwamba tayari nilishawapa maagizo hayo. Okay, nakuwa na utulivu mno wa akili ukifanya mambo yakikwenda vizuri sana Sally. Basi Airam akauliza kwamba hivi Hamza, yani ni kwa nini umeamua kutengeneza hii story ya malaika? Mimi kivipi yani ni malaika? Sasa nadhani mimi ningefanyaje sasa? Hatuwezi kujitambulisha kwa watu au kutoa siri zetu. Njia nyepesi ni kutengeneza hii story. Kwa vyovyote vile waandishi wa habari wataitumia kama vichwa vya habari na haitajalisha inawalisia ula. Mradi tu mateka wameokolewa. Basi walishia kutembea kando ya ziwa huku sasa wakifurahia upepo. Kwa kuweza kuwakwepa wageni na macho ya waandishi, walijihisi angalau amani. Mara baada ya kutembea kwa muda, Sally aliishia kuuliza swali kwa Airam kwa shaka. Sally akauliza kwamba princess, mpaka sasa bado unashindwa kuelewa. Kwa nini usingewaokoa wewe mwenyewe kama walikuwa mateka kwa zaidi ya mwezi mzima? Kama ungeenda mwenyewe kwa uwezo ulionao, sidhani kama ingekuwa ni ngumu kuwasaidia. Airam akajibu kwamba ndio naweza kuwaokoa, lakini nilikuwa sijiamini. Yaani kila siku nilikuwa nikisita kuchukua hatua. Mimi ni muoga kushindwa kuwajibika. Aliongea hivyo Airam huku sasa akiinamisha kichwa chake chini kwa aibu. Huna haja ya kujilaumu bwana, naelewa gumu unaopitia. Isitoshe kuwa na cheo cha rais wa Adept sio jambo la kawaida.
Ukitoroka mara nyingi ni swala la muda tu watu kukugundua. Unaogopa pia kuwaingiza matatizoni mfalme na malkia, kwani ikitokea siri yako imegundulika, ina maana ndio mwanzo wa wao kuanza kudili na masuala ya ulimwengu wa giza. Basi Sally naye akaongea akasema kwamba kama mfalme na malkia wakijua, si wanaweza kuelewa tu. Mimi naamini kwa uwezo aliokuwa nao princess anaweza kufanya makubwa kwa nchi yake. Sally, inatosha sasa, ni masuala ya uhuru wa Hiram mwenyewe. Kila mtu ana ugumu wake kwenye kufanya maamuzi. Anaongea hivyo Hamza. Sasa Sally muda ule aligundua alikuwa ameuliza maswali mengi, hivyo hakutaka kuongea tena. Basi Hiram akasema kwamba ni sahihi Hamza, alichoongea Sally ni sahihi kabisa. Sina ugumu kama ambavyo nadhani, ni kwa sababu tu ya ubinafsi wa kujali maisha yangu sana kuliko ya wengine. Mwanzoni hata sikutaka kuwa president heir kwa sababu najali jina la Hiram Ingrid kuliko la heir. Na ukweli ni kwamba sio kama naogopa baba na mama kujua uwezo wangu. Wasiwasi wangu ni kwamba uwezo wangu unaweza kufanya watu wanione mimi sio mtu wa kawaida na kunitenga. Nadhani ni uoga tu ndio unaonisumbua. Hamza na Sally waliishia kubakia kimya. Hawakutegemea kama Hiram angeongea kitu cha namna hiyo kuhusu yeye mwenyewe. Hatimaye walielewa kwa nini msichana huyo alikuwa na aibu sana na siku zote hakuwa tayari kuonyesha uso wake kwa watu. Tokea akiwa mdogo alikuwa makini mno kuficha uwezo wake. Haikujalisha ni yeye kama Hiram au heir. Siku zote alikuwa akijificha na kufanya watu wasimfahamu kwa undani. Tena naona ni kituko. Najua mimi mwenyewe kama rais wa Adept ninapaswa kuongoza wenzangu kukabiliana na ulimwengu kishujaa. Lakini badala ya kufanya hivyo naishia kubuni mbinu mpya kila siku za kujificha. Nakumbuka Rais Maxim wakati ananikabidhi uongozi aliniambia kwamba kadri uwezo wako unavyokuwa mkubwa ndio majukumu yako ongezeka pia. Kipindi kile nilikuwa ni mdogo na sikufikiria sana kuhusu hilo. Lakini sasa hivi nimekuja kuelewa mimi ni kiongozi dhaifu. Nadhani naelewa ni matarajio gani alikuwa nayo President Maxim. Kwa hayo maneno ya Hiram, msikilizaji, kulikuwa na hali ya kumetameta kwenye macho yake kama vile yamejaa maji. Alishia kutabasamu tu. Unajua mimi ni Adept mdhaifu sana na mtoto mdhaifu kwa wazazi wangu. Kila siku naishia kujificha kwenye kivuli, nikiogopa hata kujiangalia mwenyewe katika uhalisia wangu. Nasikitika na nahisi radhi juu ya Adept ambao wananiamini na kunifuata. Nahisi radhi juu ya wazazi wangu ambao siku zote wananilinda. Napaswa kufanya kitu kwa ajili yao. Hamza alishia kumwangalia msichana huyo na tabasamu ambalo halikuwa na furaha, na kisha pale pale alinyosha mkono wake na kumgusa Hiram kichwani. Hiram, unaongea kama vile leo unatimiza umri wa miaka 150. Si ndio kwanza umetimiza miaka 25? Hiram alijikuta kiganda na kisha akamwangalia Hamza kwa namna ya kushangaa. Akamuuliza, unamaanisha nini? Ulishasema wakati unapokea cheo cha rais wa Adept ulikuwa mdogo sana usijua kitu. Kipi ambacho uelewi sasa hivi? Kwa umri wako wa miaka 25, wewe ni mtu mzima au bado unajiona ni msichana mdogo? Kukua kwa mtu katika kila nyanja ni mchakato wa muda. Usiniambie ulidhania siku ambayo ndio kwanza unapewa uongozi unataka kuwa jenerali wa vita unapaswa kujipa muda kujifunza, kupata uzoefu kupitia mafanikio na makosa yako. Hiram, itokea siku niliyokutana na wewe haijapita muda mrefu sana mpaka sasa. Hata hivyo wewe na mimi tumeweza kulinda makao makuu ya Adept na hata ukanisaidia kumkamata Postman. Wakati nilivyokuwa sipo ukanisaidia kumwokoa Sally. Kwa nini ujione kama ni Adept mdhaifu? Wewe ni mtu mwenye nguvu na mshirika wangu naye kuamini sana. Alafu kingine, si wewe uliyejitoa kimasomaso mbele ya kamera kwa ajili ya kuwasaidia wazazi wako? Ulichofanya leo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili itafuata na ya tatu na ya 4 na kuendelea. Zote zitafuata, si ndio? Hiram alishia kumwangalia Hamza kwa macho kijinga huku akisharabu maneno yake. Pale pale ishara ya furaha ilionekana kwenye macho yake na kusema ya kwamba unamaanisha nakuwa? Hamza alitingisha kichwa chake kwa uhakika akasema kwamba bila shaka unakuwa. Kama uniamini mimi muulize Sally. Yeye hajui kuongea uongo au unafiki. Basi Sally akasema kwamba Princess Hiram, nakushukuru sana kwa msaada ulionipatia kipindi kile. Una uwezo mkubwa sana. Hiram aliinamisha kichwa chake kwa aibu na kisha katabasamu. Mara baada ya kuinua kichwa tena na kumwangalia Hamza, macho yake yalikuwa yamejaa hisia nzito. Hiram akasema kwamba Hamza, unajua wewe ndio mtu niliyekuwa nikikukubali sana tokea nikiwa mdogo. I say, mbona
Sijawahi kusikia ukiongea hivyo. Mimi nilikuwa nikiona aibu kuambia. Lakini nilipokuwa naanza kujitambua kama mtu mzima ndio nilivyoanza kusikia jina lako la Fallon. Nilihisi wewe ni mtu mwenye nguvu sana. Story nilizokuwa nazisikia, yani zikizungumzwa na watu waliokufahamu, zilinifanya nikufahamu. Niligundua wewe licha ya kuwa mdogo umebeba majukumu mazito mno. Ulikuwa na uwezo wa kubeba hatima ya watu wengi na kupigana dhidi ya adui mwenye nguvu. Kama vile yani hakuna kinachoogopesha kwenye safari yako. Ingawa kipindi hicho Rais Maxim alisema nina nguvu kukuzidi, mimi nilihisi kwamba ningekuwa katika nafasi yako ningeshindwa. Siku zote unajua mimi nimekuwa ni kama nikikimbia nikiona changamoto. Ukweli ile siku ya kwanza nakutana na wewe, nilihisi kama nakutana na role model wangu wa muda mrefu. Wakati ule kule Ufaransa nilijua wazi watu wa sinagogu wangeniteka, lakini sikutaka kuonyesha uwezo wangu mpaka ulivyokuja kuniokoa. Nijisikia furaha sana siku ile. Hamza alishia kushika kidevu chake kwa aibu na kisha akacheka. Kumbe ilikuwa hivyo, yani mimi nimekuwa role model wa mtu mzito kama President Tea. Hiram muda huo aliongea kwa hali ya kimaamuzi na kujiamini. Akasema kwamba leo nimesikia vyema maneno yako na nimeelewa. Nitafanya kazi kwa bidii kukua ili kuweza kubeba majukumu mengi. Sitaki kuendelea kujificha nyuma yako. Basi Hamza aliishia kutabasamu huku akishindwa kukinzana na muonekano wa upole wa sura ya Hiram. Ma princess, nadhani kuna jambo umenielewa vibaya. Sababu ya mimi kuonekana kubeba majukumu mengi sio kwa sababu ni kitu ninachoweza kubeba mwenyewe. Watu wangu wanaonizunguka, makomredi wangu, marafiki zangu, wote wanajaribu kunisaidia kubeba majukumu yangu kwa njia zao. Muda mwingine kushinda vita haihitaji kumwaga damu. Maneno, muonekano au ushawishi vinaweza kutumika. Limradi tu njia unaochagua unahakikisha unawarudia wale watu wanaokusubiri nyumbani. Sally alishia kumwangalia Hamza kwa upole na kutingisha kichwa. Hiram upande wake alijikuta akishangaa kwa muda mrefu. Kisha pale pale aligeuza uso wake na kuangalia Malkia na mfalme ambao walionekana kuwa na wasiwasi wakisubiri. Pale pale alionekana kuelewa jambo. Tuachane hizi topic nzito. Naona bado tunao muda wa kutosha kusubiri. Mnaonaje tukivua samaki kwenye hili ziwa wakati tukiendelea kusubiri? Hiram alishia kutoa tabasamu la uzuri na kisha akatingisha kichwa. Akasema ya kwamba ndio, ngoja nikalete vifaa vya kuvulia. Aliongea na kisha pale pale alinua gauni lake juu asikanyage miguu na kisha akakimbia kwa hatua ndefu. Akionekana ni mwenye furaha tele. Watu waliwaangalia huku midomo ikiwa wazi, Hiram, Sally na Hamza wakivua bila wasiwasi. Hamza upande wake alitoa hadi sigara na kuanza kuvuta. Upande wa Sally alikuwa na chakula cha samaki na alikuwa akitupia ziwani kama mtu anayecheza bila wasiwasi. Upande wa mfalme, mara baada ya kuona jua linakaribia kuzama, pale pale alionekana kushindwa kuwa na uvumilivu na kuona pia ni ujinga kusubiri. Basi Prince Willy akasema kwamba mfalme, nadhani unaweza kumbebesha lawama zote yule fulani. Anaonekana kuwa mchawi aliyemroga princess wetu. Basi mfalme Ingrid Louis alishia kumwangalia Hamza na binti yake waliokuwa kwenye ziwa akivua. Pale pale alifikiri na kuona hiyo ndio njia pekee. Hivyo pale pale akazipiga hatua kusogelea waandishi wale. Lakini muda ule mara kiongozi mkuu wa wafanyakazi wa nyumba ya mfalme alisikika akikimbilia eneo hilo, huku sasa mkononi akiwa ameshikilia simu. Usoni alikuwa mijawa na mshangao mkubwa, huku akisema kwamba Your Majesty, something big has happened. Basi mfalme akauliza kwamba nini kimetokea, afu kwa nini unapayuka kiasi hicho? Uone wageni maalumu hapa? Yule mfanyakazi akasema, mfalme, hebu angalia video. Imetumwa kwenye mtandao wa YouTube saa moja iliyopita na imekwisha angaliwa na watu milioni 3. Mfalme Ingrid alikuwa na hali ya mshtuko usoni. Malkia Margaret na Prince Willy pamoja na wageni wengine wote walijawa na shauku. Waandishi wa habari ambao walikuwa wakisubiri muda huo walionekana kuwa macho, wakitaka kujua kinachoendelea. Sasa Ingrid aliangalia video ile na alijikuta akishangaa mno. Kichwa cha habari ya video hiyo kiliandikwa kwamba Ishmael awaomba radhi malaika. Kichwa ndio kiliandikwa hivyo na kilimfanya mfalme Ingrid kushikwa na mshtuko. Mtu alionekana kwenye video hakuwa mwingine bali kiongozi wa kundi la kigaidi la Lens. Wengi walimfahamu kwa sababu aliposti mara kadhaa mtandaoni juu ya chuki aliyokuwa nayo kwa watu wa nchi za magharibi.
Sasa kwa mtu mkatili na mwenye dhambi kama huyo kutaka kutangaza kutubu, jambo hilo lilitosha kabisa kushtua watu. Muda huo Mfalme Ingrid alifungua video hiyo na baadhi ya watu wengine pia walitoa simu zao na kuingia kwenye application kuangalia. Waandishi wa habari walikuwa haraka sana, kwani tayari walishaanza kuangalia mara tu ilipojitokeza. Kwenye video hiyo alionekana Ishmael akiwa amepiga magoti kwenye chumba cha kawaida akiangalia kuelekea dirishani kwenda angani. Uso wake ulikuwa umezibwa na skafu. Akasema ya kwamba mimi Ishmael Morad Mansour na watubia malaika, sikupaswa kuteka watu wasio na hatia na kuwaingiza katika vita yangu. Leo hii nimeachia mateka wote na naomba malaika kunisamehe. Msikilizaji, ilikuwa ni video yenye urefu wa sekunde kadhaa tu. Hata hivyo, kilichobeba ndani yake kilitosha kufanya macho ya watu kutoka. Kila mtu alishindwa kujizuia na kugeuza nyuso zao kuangalia Hamza na Iram waliokuwa mbali kwenye ziwa. Sasa muda huo Iram na Hamza walikuwa wakiongea kwa kucheka, wakionekana kupotelea kwenye ulimwengu mwingine kabisa na hawakuweka umakini wao kwenye hali inayoendelea wakati huo. Mara baada ya kuona tabasamu mwanana lililozidi kupamba uzuri wa princess na kumfanya kama malaika wa dunia, kila mtu alijawa na mshangao na maswali mengi kwamba nini hiki? Ni bahati tu au? Kati ya wageni na waandishi wa habari, wengi walishindwa hata kuamini kwamba tukio hilo lilitokea kama bahati tu au kuna mhusika. Mara baada ya kujiuliza maswali hayo, pale macho yao yalitua kwenye uso wa Hamza. Ukweli tokea mwanzo mpaka wakati huo waligundua Iram alikuwa akifuata maneno ya Safulan. Sasa walijiuliza, isije ikawa haya yote yametokea chini ya udhibiti wa Fulan? Mara baada ya kufikia hivyo, wageni wengi muda ule walianza kumfikiria mtu huyo ambaye alikuwa fumbo kwao kwa namna ya tahadhari. Sasa Prince Willy akasema kwamba hebu subirini, hii ni video tu bwana, hebu subirini bwana. Aliongea Prince Willy ambaye bado hakuwa ameamini. Kiongozi wa wafanyakazi akasema kwamba kwa sasa bado makao makuu ya jeshi hawajatoa tamko lolote, bado haijathibitishwa kama ni ya kweli. Basi bwana. Hata hivyo, kabla Prince Willy hajaendelea kuongea, waandishi wa habari walionekana kuwa maki. Mwandishi wa habari mmoja akaongea akasema kwamba oh my god, ni ya kweli. Waandishi wenzetu waliopo Uarabuni wametuma taarifa mpya. Jumla mateka 30 waliokuwa chini ya Alliance wameachiwa huru na kupelekwa kwenye kambi ya jeshi la Marekani. Wanaandaa kutoa taarifa juu ya kila raia aliyeachiwa. Basi mwandishi aliongea hivyo na kuuliza kwamba vipi kuhusu raia wetu wameokolewa pia? Mwandishi akajibu kwamba ndio mfalme mtukufu. Aliongea mwandishi ule wa kike akiwa na hali ya kunyong'onyea na akasema kwamba na wanasema kwamba aliyewaokoa ni malaika. Sasa wageni hao walijikuta wakiamaki kwa mshangao. Malkia Margaret aliishia kuziba mdomo wake kwa mikono na kuanza kusali. Akasema kwamba asante sana Mungu kwa kumlinda binti yetu. Sasa muda huo Hamza, Iram na Sally waliweza kusikia kelele nyingi. Hivyo taratibu walijiongea kusogelea kadamnasi hiyo. Iram aliweza kusikia majadiliano katika kundi hilo na tayari alishajua matokeo yameonekana. Hata hivyo, aliuliza kwa furaha akasema kwamba baba, mateka wameokolewa? Ingrid akajibu kwamba ndio binti yangu, lakini nini kinaendelea? Kwa nini Ishmael ghafla akatubu? Aliongea Ingrid akiwa na mudi nzuri, lakini bado akiwa na hali ya kuchanganyikiwa. Watu wote walimwangalia Iram kama vile wanataka jibu kutoka kwake. Iram naye aliishia kuongea kwa aibu akasema kwamba ni kwa sababu mimi ni malaika, huwa napata bahati kwenye kila siku yangu ya kuzaliwa. Maneno hayo yalikuwa ni magumu kuaminika kwa waandishi na watu. Hata hivyo, muda huo kila mtu alikuwa akimwangalia Hamza na pale kwa mara nyingine walikuwa wakimpinga kwa namna ya shauku kubwa. Sasa muda huo mfalme Ingrid pia alijikuta akisinyaza macho yake na kisha itabasamu kwa akimwangalia Hamza na akasema kwamba Safulan, katika hili swala lazima umetusaidia, si ndio? Hamza akasema kwamba mfalme, unafikiria mbali sana. Hii ni bahati tu iliyompata princess wetu. Asa kadri Hamza alivyokataa uhusiano wake na tukio hilo, ndivyo watu walivyozidi kuona ndiye mhusika. Ukweli Hamza alikuwa ni kama anashangazwa na hayo matokeo. Mwanzoni alimtaka Ezo kutuma watu kwenda kutoa hao mateka wawili tu wa Uswedi, lakini hakutegemea kusikia mateka wote wameachiwa. Ukweli ni kwamba matokeo hayo yalitarajiwa kwa sababu Ezo alikuwa mpiganaji wa juu zaidi katika kundi la kimasenari la Barhams.
ambaye alikuwa na umaarufu mkubwa kutokana na misheni nyingi alizofanya kwenye kutokomeza ugaidi. Hivyo ni sahihi kwa kikundi hicho kidogo cha gaidi cha Lance, baada ya kusikia Barhams wanataka mateka wote wakiwa hai, kuogopa na kuona waachie tu wote. Isitoshe, siku zote magaidi hawakupigania dini kama wanavyojinasibu. Viongozi wa makundi hayo walichokuwa wakitaka ni utajiri na madaraka tangu mwanzo, na kazi yao ni kuwaingiza chaka raia ili wajiunge kwa kuwaaminisha wanapigania dini zao. Hivyo wakiona hawawezi kupigana tena au wapo katika hatihati ya kufa, wanakuwa ndio wa kwanza kutafuta suluhu ili mradi tu waendelee kuwa hai, hata kama ni kuikana dini. Hata hivyo, Hamza hakujali sana juu ya mateka wengine kuachiwa huru. Sasa mfalme kwa tabasamu akauliza kwamba nadhani ndugu waandishi mmeridhika sasa na matokeo, si ndio? Waandishi hao hakuna aliyeweza tena kutoa kikwazo juu ya sherehe hiyo ya birthday. Hata hivyo, waliendelea kuuliza maswali na kumpiga picha Irami. Kulikuwa na baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa wakimhoji Hamza pia, wakitaka kujua kama ndiye aliyehusika. Hata hivyo, mara baada ya kuona giza linaingia, mfalme alitoa agizo la waandishi hao kuondoka na kisha alichukuana na wageni wake na kurudi ukumbini. Kwa wakati huo, hata kama wasingewakaribisha au kuwajali waandishi hao, wasingethubutu kuandika kitu kibaya dhidi ya nyumba ya kifalme. Isitoshe, ni princess aliyekuwa ameokoa mateka. Upande wa Hamza naye alimwambia Sally kutumia njia zao kudili na waandishi hao ili wasije kuchapisha sura zao mtandaoni na kwenye vyombo vya habari. Sasa Hamza aliona kama ikitokea sura zao zikaonekana na watu wakawafahamu, basi moja kwa moja wangetambulika na hata siri ya Irami ingeweza kufichuliwa. Sally alielewa juu ya swala hilo, hivyo pale pale alitumia ushawishi wa Inferno na ilimchukua dakika moja tu kudili na swala hilo. Mara baada ya kurudi ukumbini, Margareti na mfalme walimkaribisha Hamza na Sally kwa cheers ya kinywaji. Ingawa hawakujua kwa hakika nini kilitokea, walihisi Hamza ndiye aliyesaidia. Lakini kwa sababu Hamza hakutaka kukubali, waliona wasiulize. Isitoshe, ilikuwa ni njia moja ya kutuliza hali na kufanya sherehe kuendelea kwa utulivu. Na muda huo wageni wengine nao walimsogelea Hamza mmoja baada ya mwingine na kusalimiana naye kwa kumpa mkono. Ghafla tu Hamza alijikuta akizungukwa na watu wengi. Hata hivyo, Hamza alikuwa msiri sana kuhusu wasifu wake. Alishia kuambia uongo na kufanya wageni hao kutoridhika na majibu yake. Hata hivyo, hawakasirika au kuonyesha wazi kutokufurahi. Hatimaye, mara baada ya kukatwa kwa keki, ni kama sherehe hiyo ilifikia tamati. Usiku huo, Irami mwenye sherehe yake aliingia katikati ya uwanja na kuanza kucheza dansi na baba yake. Kulingana na tamaduni za sherehe zao, kulikuwa na first dance ambapo mhusika mkuu huchagua wa kucheza naye. Pia kulikuwa na second dance, hapo ndipo sehemu muhimu zaidi, kwani mhusika mkuu huchagua mtu mwingine mwenye umuhimu mkubwa kwenye maisha yake baada ya wazazi au ndugu. Ikiwa ni mwanamke, basi huchagua mwanaume aliye muhimu kwake. Prince Willy muda wote alikuwa akisubiria hatua hiyo kwa hamu. Mara baada ya kuona Ira amemaliza sasa kucheza na babake, pale alisogea mbele na kisha kumkaribisha kwa tabasamu. Sasa Willy akasema ya kwamba Irami, can you dance with me? Irami alimwangalia Prince huyo kwa hali ya kusita kwa muda. Pasipo kujali matarajio ya baba yake na mama yake, aliinua gauni lake na kisha akatembea mpaka alipo Hamza. Muda huo Hamza ndio kwanza alikuwa amemaliza kucheza na Sally na alikuwa akijiandaa kunywa champagne kabla ya kumuona Irami akimsogelea. Sasa Irami akasema kwamba Mr. Fullan, can you dance with me? Aliongea Irami kusasa uso wake ukiwa mwekundu kama ua la waridi. Irami alikuwa ameamua kwamba kuanzia siku hiyo na kuendelea anapaswa kuwa jasiri kufanya kila anachotaka. Hivyo aliona achukua hatua ya awali ya kumkaribisha mwanaume kucheza naye. Sasa wakati huo katika ballroom hiyo, watu wengi walishikwa na bumbuazi, wakiwa katika hali ya kushangaa na kuchanganyikiwa. Mfalme na mke wake walikuwa katika mshango vile vile. Mtu pekee aliyekuwa na sura mbaya muda huo alikuwa ni Prince Willy, akimwangalia Hamza kwa macho ya kutaka kumlipua. Hamza kutegemea kuona watu wengi hivyo wakiwaangalia, alishia kutoa pumzi ya kuhisi ukakasi wa kinachoendelea. Kama alivyokuwa mwanaume mwenye uwezo wake, kwake ilikuwa kama kimulimuli wakati wa giza. Haijalishi ajaribu vipi kujificha, isingewezekana. Mwanzoni mpango wake ulikuwa kushiriki tu tafrija hiyo, ila hakutegemea kama angekuwa nyota wa sherehe hiyo.
Hata hivyo, kwa sababu Iram alishachukua hatua ya kumwomba, Hamza aliona apotezee mshtuko wa watu na kukasirika kwa Prince Willy na kukubali. Hamza akajibu ya kwamba this is my honor. Alijibu hivyo Hamza sasa akipokea mkono wa Iram na kumshika kiuno, kisha pale pale wakaanza kucheza. Pembeni Sally hakuwa na mpango wa kuwa na wivu, isitoshe tayari alishacheza naye. Karibia macho yote yalikuwa juu ya Hamza na Iram. Wale waungwana muda huo waligundua uwezo wa Hamza wa kucheza ulikuwa mkubwa mno kuliko hata wageni waliokuwa ndani ya eneo hilo. Muda huo moyo wa Iram ulikuwa ukidunda kwa kasi mno. Mara baada ya Hamza kuweka mkono wake kiunoni, ni kama hisia zilimhama kabisa. Mpaka wimbo ulipoisha, Iram alitaka tena. Hata hivyo, alikuwa bado na aibu ya kuendelea kucheza. Sasa Hamza kwa tabasamu akauliza kwamba umeonaje kucheza kwangu princess? Iram alishia kutingisha tu kichwa akiona aibu ya kujibu. Hamza akasema kwamba kuguna ndio umemaanisha nini? Iram alishia kucheka tu chini chini akijiona ameshakuwa mjinga. Sasa mara baada ya Prince Willy kuona wawili hao walivyokuwa wakichokozana kama wapenzi, hatimaye alishindwa kuvumilia tena. Pale pale alitembea na kuwasogelea na pale pale akasema ya kwamba Safulan, Princess Iram ni mchumba wangu. Natumaini utakaa naye mbali kuanzia sasa ili isitokee minong'ono kati yenu. Mara baada ya kusikia vile, Iram alishia kugeuka huko akiwa amekunja sura. Iram akasema kwamba Prince Willy, nani ni mchumba wako? Bado hatujachumbiana. Willy akasema kwamba Iram, ndoa kati ya familia zetu za kifalme ilishakubaliwa na pande zote mbili za wazazi wetu. Baba yako na mama yako pia wamekubali juu ya ndoa yetu. Iram akasema kwamba lakini mimi sijakubali. Ni muda huo mfalme na malkia walisogea haraka. Walikuwa wameshanusa harufu ya baruti muda mrefu tu, hivyo hawakutaka kuona jambo hilo linaendelea na kufedhesha nyumba ya kifalme. Sasa mfalme akasema kwamba Iram, hebu acha kuendelea kuongea. Kuna wageni wengi sana hapa. Tutaongea hili baadaye. Prince Willy ni mtu anayekuthamini sana. Kwa nini unaongea naye namna hii? Iram alitaka kujibu, lakini mfalme na malkia walimwangalia kwa macho ya onyo na alijikuta hana jinsi ila kukaa kimya. Isitoshe asingefanya familia yake yote idharirike mbele ya wageni. Sasa muda huo Willy alidhani amekwisha kushinda, hivyo hakujali kama Iram anamkubali muda huo au la. Aliamini kwamba ilimradi atakaa pamoja na Iram kwa muda, basi atahakikisha anaushinda moyo wa mrembo huyo. Isitoshe alijiamini kwenye uwezo wake. Basi malkia akasema kwamba Safulan, tunashukuru sana kwa baraka zako ulizoleta kwenye sherehe hii ya princess. Naona muda tayari umekwenda, nitawaandalia dereva kwa ajili ya kuwasindikiza kwenye makazi yenu. Nadhani utojali. Alongevo malkia. Nia malkia huyo msikilizaji ilikuwa wazi kabisa. Alitaka Hamza na Sally waondoke ili kutuliza hali. Isitoshe ndoa baina ya familia yao na falme ya Prince Willy ilikuwa jambo walilozingatia zaidi muda huo. Hasa mara baada ya Iram kusikia hivyo, alijikuta akishindwa kujizuia na kuuliza kwamba mama, hawa ni marafiki zangu, kwa nini unataka waondoke mapema? Malkia kwa kupandisha sauti kidogo akasema kwamba hivyo unaongea nini Iram? Inamaanisha rafiki zako hawa wana thamani zaidi ya mume wako wa baadaye? Huoni unaumiza hisia za Willy? Hata hivyo Prince Willy aliishia kutabasamu na kutingisha kichwa kukataa. Akasema kwamba Queen, naweza kuelewa matendo ya Iram. Hii ni kwa sababu sijafanya ya kumtosheleza kama mchumba wake. Kwa mimi nitajitahidi zaidi kuanzia sasa na kuhakikisha Iram anakuwa na furaha baadaye. Basi malkia akasema kwamba Prince Willy, umejaliwa roho nzuri sana. Basi mara baada ya Iram kusikia maneno hayo, alizidi kujisikia vibaya zaidi. Alishia kukunja ngumi yake huku akihisi mawazo mazito. Mtazamo wake dhidi ya Willy uliporomoka kabisa. Mfalme pamoja na malkia, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Ukweli ni kwamba tujapanga kwa muda mrefu. Ninataka tu kumpatia Iram zawadi yake. Itakapofika mimi na Sally tuondoka. Malkia akasema, lakini si zawadi zilishapokelewa wakati mlipowasili ama? Hii zawadi iliyoandaa ni ngumu kupokelewa kwa mikono. Inapaswa kutolewa wakati giza likishaingia. Basi Willy akasema kwamba Safulan, zawadi ulioandaa lazima itakuwa ya kipekee sana kama unataka kuitoa usiku. Kama ningejua bora na mimi ningetoa zawadi yangu ya gari usiku. Isitoshe gari ile inapendeza zaidi kukiwa na giza. Aliongea Willy akiwa na uso wa dhihaka. Alikuwa akijiamini sana kwamba kwa zawadi aliyoandaa hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kumzidi kwa thamani yake. Hivyo hakuhofia kabisa zawadi ambayo Hamza ameandaa.
Hamza alishia kucheka tu na kisha pale pale akaonyesha mkono wake akasema kwamba mnaonaje tukienda nje kuiona. Airam muda huo alikuwa na sura ya matarajio makubwa. Ukweli hakuwa akijali kuhusu zawadi yenyewe, lakini kwa sababu ni Hamza aliyeandaa ilimfanya awe makini na kutaka kuiona. Sasa mfalme akasema kwamba kama ni hivyo basi ngoje tukaione na kuipokea. Alijibu mfalme ambaye alitaka zawadi hiyo ipokelewe haraka iwezekanavyo ili watu hawa waondoke. Hivyo familia hiyo iliongoza wageni na kurudi nje kwenye bustani. Muda huo wageni waalikwa mara baada ya kusikia Safurlan ambaye bado wasifu wake haujafahamika amemwandalia Airam zawadi, walikuwa na shauku kubwa. Hakuna aliyetaka kupitwa na jambo hilo. Basi Willy akasema kwamba iko wapi hiyo zawadi? Safurlan, unajaribu kutupagawisha bila sababu ama? Aliongea Willy sasa akitupa maneno yake pasipo kuona kitu, na alishindwa kujizuia kucheka. Akasema kwamba isije kawa zawadi imeibiwa. Kusikia hivyo baadhi ya wageni nao walianza kucheka. Hata wao pia waliona zawadi ambayo Hamza alileta haiwezi kuzidi ile ya gari ambayo Prince Willy alitoa. Sasa Hamza upande wake alishia kuangalia saa ya mkononi na kisha pale pale akasema kwamba ni muda sasa. Airam akauliza kwamba Furlan, ni zawadi gani hiyo umeandaa? Aliuliza Airam ambaye uvumilivu wake sasa ulianza kumshinda. Hajawahi kuwa na shauku ya kuona zawadi namna hiyo katika maisha yake yote. Hamza pale pale aliinua kichwa chake na kisha akaangalia kuelekea kaskazini. Akanyosha kidole kwenye anga na kisha akasema zawadi iliyoandaa ni ile pale. Wageni wote waalikwa waliangalia uelekeo wa angani lakini hawakuweza kuona kitu. Tukutane sehemu inayofuata, mimi nawe tushuhudie huko angani kuna zawadi gani, zawadi ambayo wageni wameshindwa kuiona. Muda wote ulikuwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.